Okay, kwa jina naitwa Nasra Hassan Ali, ni afisa mikopo kutoka taasisi ya Bodi ya Mikopo ya Wanafunzi wa Elimu ya Juu Tanzania. Nilipata kazi Bodi ya Mikopo kwa kujisajili kwenye mfumo wa ajira. Nakumbuka nilijisajili kwenye mfumo wa ajira ilikuwa ni mwaka 2015 nilipomaliza kidato cha 6. Nilianza kwa kuambatanisha nakala zangu za vyeti vya elimu. Kipindi hicho nilikuwa bado sijaenda hata chuo. Nilipomaliza chuo ndio nikaanza sasa kufuatilia kwa umakini kuhusu mfumo wa Secretariat ya Ajira, nikaambatanisha cheti changu cha chuo. Baada ya hapo nikawa nafanya tu kazi kwenye taasisi za watu binafsi, lakini nakumbuka siku moja nilienda stationery kwa ajili ya kufanya maombi ya kazi za muda, lakini yule mtu wa stationery akaniambia kuna kazi ambazo nimeziona zimetangazwa na Ajira Poto na ninaona kutokana na wewe elimu yako ilivyo unafaa kuomba hizo kazi. Mimi nikamwambia basi naomba tuombe hizo kazi. Nakumbuka ilikuwa ni kazi sehemu kama 6. Kupitia akaunti yangu ya Ajira Poto nikaomba kazi, nikatuma maombi sehemu hizo 6. Baada ya kutuma maombi sehemu hizo 6, nilifanikiwa kuitwa sehemu 5 sababu nilikuwa nimefikisha viwango vya mtu ambaye wanamhitaji. Lakini kutokana na muda nilienda kufanya usaili kwenye sehemu 2. Sehemu ya kwanza ambayo nilifanikisha kwenda kufanya usaili ilikuwa ni mwaka 2022 mwezi wa 9 sikosei. Nilienda kufanya usaili kwenye taasisi ya Bodi ya Mikopo. Nikaanza kwa kufanya usaili wa kuandika. Baada ya kufanya usaili wa kuandika, majibu yake yalitoka kama baada ya mwezi 1 au 2. Majibu ya usaili wa kuandika yalivyotoka, nikaenda kwenye usaili wa mazungumzo. Baada ya kufanya usaili wa mazungumzo, nikasubiri kama miezi 3. Mwaka 2023 mwezi wa 3 nikakuta jina langu lipo kati ya watu ambao wamechaguliwa kujiunga na taasisi ya Bodi ya Mikopo, lakini nilikuwa nimefaulu kupitia mfumo wa Secretariat ya Ajira. Nawashauri vijana wenzangu kwamba tusikate tamaa na tujitahidi kufuata kile ambacho tunaelekezwa na Secretariat ya Ajira, kwamba tufanye maombi, na tukishafanya maombi tuwe na jitihada. Tunapopangiwa kwenda kufanya kwenye usaili tuchukue vitu serious, kwa sababu unakuta mtu anapangiwa kwenda kwenye usaili, anafanya shughuli nyingine, labda hajiandai kwa ajili ya usaili. Mwisho wa siku anaenda kwenye usaili, labda hana zile nakala ambazo zimekamilika. Akifika kule anakuwa ana paniki, inampelekea kufanya usaili vibaya, kisha anafeli. Kwa hiyo ukishapangiwa usaili, ujiandae vizuri, uandae nakala zako vizuri ambazo zinahitajika, na kujiamini na kumtegemea Mungu.